kinafanyika Yesu Kristo anakielewa zaidi. Ni kwa sababu alikuwa anataka watumishi wanafunzi wake watoke kwa utu, waingie katika ile roho ambayo alikuwa nayo. Lakini Yesu Kristo alipima akajua hawa watu bado. Na ndiposa miguu ya Petro inaenda chini kwa sababu ya kuhofu na kuogopa. Nataka nikwambie mchana wa leo, hata leo Yesu Kristo anatufundisha. Saa ingine unaweza kuta kwa kazi yako, hata kwa imani, kwa afya yako, kuna upepo ambayo unajaribu kukupinga ili usiweze kuendelea. Usifikirie ya kwamba Yesu Kristo huwa aoni. Saa ingine ako kitini cha enzi cha Baba, lakini kwa sababu aliwacha kama ametuunganisha na Roho Mtakatifu, huyo roho huja na kutusaidia. Huyo roho huja na kutupea nguvu. Huyo roho huja na kutupatia kile ambacho tunaomba. Lakini mara mingine wakati Yesu anakuja kwetu kwa nguvu zake na uwezo wake, saa ingine tunakuanga na shaka kama ile iliingia ndani ya Petro, kujiuliza huu msaada ni kutoka kwa Kristo ama ni shetani anakujaribu. Lakini lazima uulize Kristo, ikiwa ni wewe Baba, fanya jambo ambayo itafanya nijue ni wewe. Saa ingine kutokuwa na imani thabiti inakufanya ukae ni kama unazama. Lakini bado utakapoendelea na kumuita Yesu Kristo, atainua mkono wake na kukuinua ili uondoke katika kuzama. Praise God. Petro alikuwa mwanadamu kama wewe. Alikuwa mwanafunzi kama wewe. Na alikuwa mtu ambaye alikuwa anapenda kujua. Wale wengine wakiwa wamenyamaza, Petro anataka kujua kama ni ule Yesu Kristo walikuwa na yeye. Maana hata nyakati zao kulikuwa na mizimu, kulikuwa na mapepo. Praise God. Hata waleo watu wanaona, wakiona miujiza inatendeka, wakiona watu wanaponywa, wakiona mtumishi wa Mungu ako na nguvu za Mungu, mara mingi hawatambui Mungu. Wanasema ya kwamba ni mapepo. Wanasema ya kwamba wameendea nguvu kwa uganga. Wanakosa kumuona Mungu kama vile wanafunzi walivyosema. Lakini ole wao. Nguvu za Mungu ziko na zinafanya kazi. Zile nguvu ziliinua Petro asiweze kuingia kwa maji ziko hata siku ya leo. Zile nguvu za kutembea juu ya maji ziko. Zile nguvu za kutembea juu ya majaribio ziko. Zile nguvu za kutembea juu ya magonjwa ziko. Zile nguvu za kutembea juu ya kushindwa, yani wewe unakuwa ni wewe umeshinda, ziko. Praise God. Lakini watu wakiangalia, wanaliona lile jambo likiwa kubwa sana, na wanaona ni kama hauwezi ukatoka. Lakini kwa nguvu za Mungu huja na kukuinulia mkono, na anakuambia, mwanangu, hautazama. Mwanangu, hautamezwa na hicho ambacho unaona kikubwa. Maandiko yanasema kile ambacho kinakushinda, impossible to a human, ni possible kwa Mungu. Praise God. Yani yale mwanadamu hawezi, huyu Mungu anaweza. Na ndiposa alikuwa anatembea na mitume akiwa juu ya ziwa, akawaonyesha ya kwamba napita juu ya maji. Naye Petro akasema, hata nami nataka kutembea. Yesu Kristo akiwa alishinda, hata wewe mwambie, hata mimi niinue juu ya majaribio, niinue juu ya magonjwa. Ingawa wataona kama mizimu, wewe utajua nguvu za Mungu ambaye amekuokoa. Praise God. Hayo yote Kristo alikuwa anayafanya ndiyo mitume wamjue. Yale ambayo Mungu anakufanyia na yale ataendelea kukufanyia, ndio uendelee na kutambua ya kwamba yeye ni Mungu. Mitume mara ya mwisho walimsujudu.
wakasema tumejua ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Praise God. Kwa hivyo kuna tumajaribio, kuna kupitia, kuna kuingia kwa maji, kuna kuingia kwa majaribio. Lakini utakapoliita hili jina la Yesu Kristo, vile Petro aliitana, na kwambia hautaenda kuingia. Labda maji ilikuwa imefika kwa Petro kwa kichwa. Mara ya kwanza Biblia inasema ya kwamba alipiga mayowe kwa hofu. Hapo Yesu Kristo hakuitika. Lakini alipoliita jina la Yesu Kristo, akamwambia alete mkono. Usiangalie kwa yale unayoyapitia. Unaweza ona ya kwamba inaelekea kukumeza. Na mara ya kwanza hata haukulitaja jina la Yesu Kristo. Labda umemuita mama, ukamuita baba, ukamuita jirani. Lakini utakapojua hawana msaada, uliite jina la Yesu Kristo, kuna jambo mpya linaenda kutendeka. Praise God. Sijui kama ushawahi vamiwa kwa ndoto. Unapiga nduru. Kuna ufalme ambao unajaribu kukuvuta, na wewe unajivuta kwa Yesu Kristo. Lakini utakapoliita ile jina la Yesu Kristo, hata ile ndoto ujuangi imeenda wapi. Inatowekanga mara moja, na unatokea ukiwa mshindi. Praise God. Hili jina la Yesu Kristo liko na nguvu na uwezo na mamlaka. Kwa yale ambayo wewe mwenyewe hauwezi ukatembea peke yako, ukiwa na yeye hakuna jambo litakushinda. Ingawa unaweza ingia kwa mambo ambayo ni mazito, lakini tukiliita hili jina la Yesu Kristo, kuna utofauti. Kuna kutapikwa kwa kile ambacho kilikuwa kimekupangiwa kikumeze. Praise God. Hayo yote yanafanyika ili wale waliokuona, maana kuna watu waliwaona wale mitume. Mashua ikiwa inapigwa na upepo na ni usiku, hata labda hawakuwa na watu wa kuwasaidia, lakini Yesu Kristo akiwa kwa mlima anawaona, na anajua ya kwamba hamtaumia, anajua ya kwamba hamtameswa, anajua ya kwamba hiyo gharika, hiyo dhoruba, hiyo upepo nitakapofika tainyamazisha. Praise God. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo alipomaliza hayo yote, alimwambia Petro tuingie kwa mashua. Ile mashua ilikuwa inawatatiza, iliyokuwa inatatizwa na upepo. Najua ya kwamba kanisa inaweza tatizwa, maana ni mashua ambayo imebeba wanafunzi wa Yesu Kristo. Praise God. Ndoa yako inaweza kuwa inajaribu kupingwa na upepo, lakini ukiliita hili jina la Yesu Kristo, kuna kitu ambacho kinaenda kutendeka. Afya yako inaweza kuwa inapingwa, lakini tukiliita hili jina la Yesu Kristo, afya yako itarudi na itakuwa bora kuliko ya kitambo. Praise God. Wakaliita hili jina la Yesu Kristo. Sijui wakati dhoruba inakupata, mawimbi inainuka kinyume na maisha yako, sijui huwa unaita nani? Sijui huwa unapigia nani simu ya kwanza? Praise God. Wacha kushughulika na wanadamu. Unapomuita Yesu, amekwambia ya kwamba ninaweza yote, na ya kwamba atakupatia uwezo, atakupatia mamlaka ya kupitia kwa yale ambayo uliona hayawezekani. Praise God. Yesu akataka kuonyesha Petro ni kwa nini Petro umezama. Mara mingi ulizanga Mungu maswali. Muulizange Mungu, nikafika mahali fulani nikazama. Biashara yangu ikazama. Watoto wangu wakazama. Imani yangu ikazama. Muulizange mara mingi ni nini kinakuanga kibaya na wewe. Maana alimwambia Petro, shida yako ni imani dogo, na ile hofu ambayo ilikuingia wakati uliona dhoruba na mawimbi inakuja. Praise God. Kwa hivyo lazima tuinue kiwango cha imani yetu, ndiyo Kristo akubali kufanya miujiza ndani ya maisha yetu. Praise God.
Sijui wewe ni nini kinakufanyanga uzame kwa hicho ambacho kimezoea kukuzamisha. Praise God. Lazima uchukue hatua, unene nacho ukiambia ya kwamba hautanizamisha tena. Ulee imani yako, maana imani huwa inalelewa. Imani ni kama katoto kadogo. Praise God. Imani inatokanga hatua hii inaenda hatua ingine. Kwa hivyo ninaona ya kwamba the more Petro alikuwa anakuwa kiroho, mawimbi hangezama ndani yake. Tunazama ni kwa nini? Ni kwa sababu ya hofu na kukuwa na imani dogo. Ati ukiona vitu zinachacha, hata unaondoa imani yako kwa Kristo, sasa unaweka imani yako kwa wanadamu. Wanadamu hawana uwezo. Wanadamu hata wao wanafikanga wanasema hata mimi nimefika mwisho. Lakini kwa huyu Yesu, ikawa imani ya mitume wake anaona ni dogo, aliamua kuwalea. Aliamua kukaa na wao, hakuwatupa. Aliamua kuingia kwa ile mashua. Kumbuka, angetembea na amalize safari akiwa juu ya maji, lakini alikuwa anataka kuwafundisha ya kwamba sasa nimeingia kwa hiyo mashua na nimekemea dhoruba na haitawazuia tena. Praise God. Na kuombea Mungu mchana wa leo, dhoruba ambayo unaona ni kama itakuangamiza, kule ambako ulikuwa unasikia ya kwamba utazama, Yesu Kristo aingia ndani ya hiyo mashua. Praise God. Aweze kutembea na wewe kwa kile ambacho unataka kukifanya. Labda umezama miaka mingi, labda dua yako imeishi kuzama, afya yako imeishi kuzama. Nataka nikupatie ujumbe siku ya leo ya kwamba hakuna kuzama tena. Akiwa Yesu Kristo aliingia na akakemea hiyo dhoruba, akemea dhoruba yako mchana wa leo. Aondoe hiyo upepo ambayo inakutatiza. Aondoe watu ambao hawawezi wakalea imani yako. Yesu Kristo aliingia ndani, aende akiongea na wao, awaambie ya kwamba inawezekana. Tukiomba na tukienda milimani, tukiwa kanisa, hakuna kitu ambacho kitakuwa na uwezo wa kutuzamisha. Praise God. Ni kwa nini hii dhoruba na mawimbi inamtii Yesu Kristo? Ni kwa sababu alikuwa na uwezo aliyokuwa amepewa na baba yake. Alikuwa na package ambayo haikuwa inaisha, na akatuacha tujue ya kwamba tutakapoendelea na kuomba, tutakapoendelea na kumtafuta, tutakapoendelea na kujijenga ndani ya imani yetu, hakuna dhoruba na mawimbi itakuwa na uwezo juu yetu. Hakuna kuzama, maana tutakuwa tumejijenga kiimani. Hata dhoruba ikuje haitatuweza. Huyu Petro nampendea nini? Mara mingi Kristo alikuwa anamtaja Petro, maana alikuwa anaona huyu ni mwanafunzi wangu mwema, mwanafunzi ambaye ana maswali na anajibiwa, mwanafunzi ambaye ninaweza nikamjenga kanisa ambayo hata ufalme wa giza hautamtingiza. Praise God. Hiyo maswali ni Kristo alikuwa anaweka ndani ya Petro. Ni kwa sababu alikuwa anajua kuna wakati mimi nitaenda, lakini Petro nitakuacha. Praise God. Wewe wakati utakuwa peke yako, dhoruba ikupate, utafanya nini? Praise God. Hata baba akifanya deliverance, akiongea, wewe mfuate. Tamani kile ambacho kiko ndani yake, maana kuna siku itakupata ukiwa peke yako. Ndiposa Petro anatembea na Yesu. Hata wakati wa kufa kwa Kristo anamwambia utakufa, anamwambia tutaenda na wewe. Anaulizwa, Petro utaweza? Anamwambia nitaweza. Simameni tukaribishe baba. Baba karibu, tunakupenda na tunakuheshimu.